tuingie moja kwa moja kwa neno la Mungu. Na leo ningependa tushiriki juu ya kutembea kufatana na mwito wako. Walking worthy of your calling. Walking worthy of your calling. Ndio ujumbe wetu siku ya leo. Nataka tufungue pamoja nami katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4 na tusome mistari michache pale. Katika maisha yetu ya wokovu, safari hii ya wokovu, ni sasikini tunapitia changamoto nyingi. Tunapata mambo ambayo yanaweza kututoa katika mpango wa Mungu. Lakini tukiweza kusikia sauti ya Mungu, kutembea kufuatana na mwito Mungu alituitia. Kila mmoja ameitwa kwa kazi mbalimbali. Sio wote tunaweza kuwa tunasimama hapa leo kuhubiri ama kuimba, lakini kuna wengine ambao wameitwa kwa kazi mbalimbali. Waombezi, wa huduma, watu wa ukarimu, watoaji, wainjilisti wa kupeleka injili mbali. Tumeitwa kwa kazi mbalimbali. Na leo Mungu anataka atufundishe jinsi inafaa kutembea katika mwito wako. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Hebu tusome pamoja. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Tusonge kidogo mpaka mstari wa 6. Mstari wa 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kuna mwili mmoja na roho mmoja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tumesimama tena kuleta neno lako. Tunaomba Bwana ukachukue nafasi. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Sisi tupungue na wewe uongezeke. Sisi ni vyombo tu vya kuleta neno hili. Tutakaze vinywa vyetu, takaza na roho zetu. Tunapoleta neno hili, lilete matumaini katika maisha ya kila mmoja. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Na sijui kama tunaweza soma Kiswahili, Kimasai kidogo. Kiende maisomari ngoroge Kimasai yembuko le Efeso ya matwa ya 1 sura ya doka yambako leile neja sura ya doka ya ore naana no ena tankaraki olitoriani asai ntai ento bigtenkishon naisha akino inakipototo na ipotoki indai Australia tankanyir poki otemboron tenebo engiriata eretokinono olekai tenyorata tiatua enyorata. Australia kuni yantonyokeno tunaboisho enkianget tiatua eseriani naita indai nabo. Australia 1 eata yosesen obo enkiange nabo na inake na ipotokoki indai ilosiligi obo la leina kipototo inye. Australia lemet obo olaitoriani nabo enkirukoto nabo enkibatisata. Australia lele nabo enkaina papa lang yopoki la ninye oti shumara poki
na isiaisho tiatua yopoki neti atua poki. Amen. Amen. Asante sana. Ashe. Nashukuru sana. Ashe. Pengine sijapata nafasi ya kupongeza kila mmoja. Lakini you are very special. Nashukuru dada yetu. Sister, karibu sana, jisikie huru. Na tumefurahi sana kuwa na wewe tena mahali. Nazungumzia neema ambayo tumepewa na Mungu ya kuitwa. Kwamba tumeitwa tuwe wa Mungu. Tumeitwa na Baba. Wakati umeitwa ukaitika. Na kairukisho. Na ukiitwa na mtu ukaitika. Na waragapeki mporo nirukisho. Unaenda kwake. Nile neti. Na unasikia vile anataka. Nini anayuninye. Kuna maelezo anataka ufanye. Na keti utaro na yuninye. Sawa na sisi vile tumeitwa na Baba. Na kesi yoga na iporo yoga nkai. Na tumetumwa. Nirhewa yokiyo. Tumeelekezwa. Nerora yokiyo. Kila mmoja na assignment yake. Wale kilo bonere siya yenye. Na ndio sababu Biblia inasema. Na inabejiro sirat. Katika mstari wa kwanza, turudi tu hapo mstari wa kwanza. Kwamba kwa wito wetu. Kama kama vile tulivyoitwa. Na Paulo ameanza vizuri sana. Hivi anasema as a prisoner for the Lord. Then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. God has called each one of us. And He has assigned each one of us for a special assignment. A special task to do His will. And that is His will. Each one of us received a calling. Ulipokea mwito na ukaambiwa utafanya hii na hii. Mimi ninang'ang'ana na yangu. Na ninajua wewe Bwana amekuandaa. Unajua Mungu haiti watu kuwaweka pale. Wakae. Na miaka yao iishe. Na waite mbinguni. Hapana. Kuna kazi tu Mungu amekuita nayo. Ni wewe haujajua. Ni wewe haujatambua. Ni wewe haujajiweka vizuri. Akinena hujashikia vizuri. Lakini ukipata nafasi ya kumusikiliza na kumjua vizuri, utaona kuna kitu ameweka. Ameweka mziko wa kila mmoja wetu. Waimbaji, wahubiri, waombezi, watu wanaosimama tu na kazi ya Mungu, wakaribishaji, watu ambao wametumwa kupeleka injili ya nje, soul winning ministry, the evangelists, the apostles, people who are ready to suffer for the gospel. Uko nayo iko ndani mwako. Ile ambayo ninakusi leo ni kutii, obey. Obey. Verse 2 inasemaje? Tuwekewe hapo verse 2. Inasema kwa unyenyekevu wote. Kuna mambo ambayo Mungu anataka ufanye. Kunyenyekea. Mhuduma mzuri wa Mungu. Kuna tabia ambayo Mungu ameweka ndani mwako. These are virtues. Christian virtues. That are very important. That drives Christians. Injia karibu 7 ziko hapo. Ya kwanza katika mahali pale amesema kuwa mnyenyekevu. Be humble. Hallelujah. Amen. Kwa shuka.
ta oltung'ani itadoyio kewon achukue nafasi. peetumoki ninye ayawa Naomba erishata Bwana aachilie unyenyekevu katika maisha yetu, mishoro Enkai enkitadoyio kewon akuwezeshe tiatua yie kushuka, peekindimie yie piintadoyio achukue kewon nafasi. peetumoki ninye ayawa Anasema erishata na kwa upole wote, nejo ore temborron pookin na upole ni jambo la pili ore emborron embaye eare ambalo linafaa sana. naa ninye Enkai naishaakino oleng Be gentle. taa oltung'ani oitashi To be gentle means to do things gradually. naa ore piaku oltung'ani oitashe naa pias imbaa tenkoitoi sidai Unafanya mambo taratibu. nias imbaa tenkoitoi Mungu sidai anataka hivyo, naa ineyieu Enkai kwamba ufanye mambo kwa njia yake. naa pias imbaa toonkoitoi enyenak Jambo la tatu Bwana Ore- anazungumzia pale embaye uni katika huu mstari, tilo sirat ake be patient, taa oltung'ani ong'iri kwa uvumilivu. teng'iriata Uvumilivu. eng'iriata Najua huduma ni uvumilia. ore oshi enkisiayiare naa eng'iriata Haleluya, kanisa Amen. la Bwana, tumshangilie Bwana wa majeshi. marasholironi nkaik Ni kuvumilia piing'iri mambo unapitia, vumilia. mbaa nigira aimaa ting'iria Mambo ambayo unapitia leo ni ya muda kidogo tu, mbaa nigira aimaa taata ni nenkiti kata kitambo dorrop kidogo tu. nee embaye kinyi oleng Bwana atatengeneza njia nitobir Enkai enkoitoi ya kutokelezea. piilo alo aipande ina Be nyamali patient. taa oltung'ani He ong'iri is faithful. taa oltung'ani The one who asipani called us ore Enkai naipoto is yiok faithful. naa kaasipani Hallelujah. amen Ya, tumesikia ndugu mchungaji ameshuhudia hiyo mambo. Ni kama wiki hili ilikuwa tunapitia mambo ore ena wiki naa kingira aimaa ngolikinot katika mafamilia. tiatua irmareita Kuna vita naa ketii olarrabal lakini tumeshinda. kake kishomoita yiok aisul Nafikiri hata sisi pili mama alishuhudia ore apa kwamba sinye Jumapili nishakeno yie mama tene alipata wengine wawili hapa ajo inepua sinye ng'uesi are tenaaji wakagongwa. nepuoi apuo aar metuata Juzi hata mimi nikitoka kwa mlango hivi naona kwani hii ni nini? ore apa elo sininye ipang'ita nejo kanyioo sare ena Mbona sioni vizuri? kanyioo sare ena namadolta esidai Nikachukua tochi nedumu ya ositima simu yangu na fimbo yangu. nedumu ositima lenye weng'udi Kidogo sipendi kugonga hizi lakini inabidi saa zingine. hoo duo nemeyieu neoshio kake ibidi naake Ha, neosh Bwana Yesu asifiwe. amen Yes, haikuwa kubwa sana. hoo duo nemesapuk Lakini duo oleng hakuna mtoto wa nyoka si ni nyoka tu. kake ore enkerai olasore naa olasurai ake So we need to be patient in all things. naa keishiakinore neking'iri imbaa pooki Hallelujah. Amen. Are we together, church? tekiti tenebo kanisa Number 4, tolerance. embaye eong'uan Tolerance for one another. naa peeking'iriakino obo olikae Mukichukuliana ore peekinapakino katika upendo. tenyorrata Kanisa la Kristo ore kanisa oloitoriani linajulikana kwa upendo. naa keyioloi tenyorrata Love is one of the marks naa ore enyorrata naa embaye nabo of a Christian church. naa etii ole Kristo Ukiona kanisa lina upendo, ore ake piidol kanisa naata enyorrata Yesu ako nayo. tayiolo ajo Na ketii ndio Petero atua Yesu akasema, Paulo mtumishi wa Mungu akiambia kanisa la Waefeso, naa ina peejokito Paulo kanisa ole Efeso akiwa mfungwa, keena ninye amefungwa ako gerezani. keena ninye etii ninye korokoroni Hizi ni baadhi ya nyaraka ambazo Paulo aliandika akiwa gerezani. naa nabo oroyo bele opa oigero Ndio Paulo amesema ena Paulo mfungwa, neje Paulo oloyena mfungwa, oloyena the prisoner. oltung'ani oyena Alianza hivyo katika mstari wa kwanza. niterua neja tosira ledukuya Kwa lugha ya sayansi anasema Paulo mabusi neje Paulo oloyena wa Mungu. loloitoriani Ninawasihi ndugu zangu, aomoni ntae lalashara lainei muchukulianeni kwa umoja enda napata na tenaboisho kuhifadhi umoja, nibung'ubung'u naboisho be united niakoko nabo na mshirikiane katika umoja. nipuopuo aaku nabo tenkisiayiare Na jambo la sita amesema ensure peace. naa enchom embung'a eseriani Peace is essential for building, naa ore eseriani naa entoki etipat tembulunoto ili tujengane, peekintubuluno tupese kusimama katika umoja. naa peekintashe tenaboisho Haleluya. amen Tuko pamoja kanisa la Bwana. kekiti tenebo kanisa Tumechakuliwa. etegeluaki yiok Nataka kusema mambo kadhaa. Kwa nini tusimame na Bwana? eyieu nejo mbaa esiana ajo kanyioo piishakinore nikintashe tenebo Kwa olaitoriani nini tutembee na Mungu? kanyioo toi peekipuo tenebo Enkai 3 reasons. imbaa uni Reason number 1, enedukuya you must walk worthy because it is a privilege to naa be chosen. ishaakinore nilo enaa enishaakino amu embaye etipat
Kwa Kiswahili pekigeluni nitasema aje? Utembee vile inavyostahili mwito wako. Na pilo eneni kununde enkipototo ino. Kwa sababu umependelewa kuchakuliwa na Mungu. Hakiye oleng pekigelu olaitoriani. It's a privilege. Amo enyorata. Hallelujah. Amen. Kanisa la Bwana. Kanisa olaitoriani. Sijui kama inaingia hii neno. Meyolore anakegira jingwele rori itobiraki. Tumependelewa na Mungu. Eronyorha yoga nkayo oleng. It is a privilege. Na enetipat. To be chosen by God. Pe egelu yoga olaitoriani. Hallelujah. Amen. Mi nashindwa kukaa hapa lakini nachikaza. Gerata laikine atorona tenekake enyokake. Hallelujah. Amen. Naonekana Philip utanifungua tu nitaingia hapa chini. It is a privilege. 2 Corinthians chapter number 4 verses 1 through 5. Ya matwa ya 1 inatuambia namna gani kuchakuliwa na Mungu. Ukiona umeokoka na ndugu zako wanakufa kwa dhambi, na familia yenu pengine hawajaokolewa, mpendwa, ujue umependelewa na Mungu. Wokovu ni upendeleo. Tumeitwa na Mungu. Amen. Amen. Tunaweza soma pamoja mstari wa kwanza. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Tuanzie 1 ndio tuende mpaka 5. Inasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulekei. Kiingereza inaiweka vizuri. Hebu tuone Kiingereza inasemaje? Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. New King James Version. Tuone New King James Version inasemaje? Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. We have received what? Mercy. It is a privilege. Hallelujah. Amen. Mungu ametupatia huruma, ametuonea huruma akatuokoa. Neja ya mwanadamu ni kupotea. Asili ya mwanadamu ni kuondoka katika uwepo wa Bwana. Na Mungu ametupatia wokovu. It is truly a privilege to be chosen by the Lord. Number 2, to be saved is the highest privilege a human being could have. Yani ukuokoka ndio nafasi ya kipekee mwanadamu anaweza kupokea. Hallelujah. Amen. Na mimi ninaangalia maisha yangu nasema wale tulikuwa na wao ndugu zangu. Wengine walipokea Yesu. Wengine marafiki zangu wengine hawakupokea. Sasa nikifikiria ni kwa nini mimi nilipokea? Upendeleo wa Bwana. Hallelujah. Amen. Mstari wa 2 inasemaje? Okay, sawa. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Amen. Amen. Watu ambao wametembea na uwepo wa Bwana. Ukitaka kutembea kumpendeza Mungu, usichanganye mambo. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, changanya changanya. Yesu hapendi changanya. Changanya 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 changanya, Yesu hapendi kuchanganya. Hiyo ni mara ya kwanza tumeisikia.
unapaswa kushika neno la Mungu. Na kishakenore nimbong Na ore ile Enkai. ulishike vizuri. Nimbong Kwa aitobiraki. sababu Mungu ametuita Amo ipoto yogo leitoria. kupambanua neno la Mungu. Peke ponu Mstari wa 3 inasemaje? Kejo serali okuni. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii ni nani? Kanga yanga yana kop. Shetani amepofusha fikira zao wasioamini, wasione nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Inapendeza sana kutembea katika mwito wa Bwana. Na leo nataka kukutia moyo kwamba shika sana Bwana ameweka ndani mwako, na Mungu atakupeleka mbali. Tii tu hiyo neno na Mungu atakupeleka mbali. Naona Bwana akisaidia watu wake na kukutetea kwa jina la Yesu. Haleluya. Jambo la pili, reason number 2, you must walk worthy because the grace of God has worked for you. Hallelujah. Amen. The grace of God has worked for you. You must walk worthy because the grace of God has worked for you. Kwa Kiswahili nasema lazima utembee kwa njia inayopendeza Mungu. Kwa sababu neema ya Mungu imekutengenezea njia. Hiyo neema ya Baba imekutengenezea njia. 1 Corinthians, Korintho wa kwanza, mlango wake wa 15. Tuko hapo? Mstari wa 10. Na hii napenda ugram kwa sababu ni rahisi. Inasema tusome pamoja kanisa la Bwana. Tusome kama watu walikaa mbele ya mwalimu na ujasiri. Hawakula school fees. Haya, tuongeze sauti. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nisiti sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Hallelujah. Tumshangilie Bwana wa majeshi. Neema ya Mungu pamoja nami. Ni neema ya Mungu inafanya kazi pamoja nami. Na sio mimi tu, bali ni Mungu atuwezeshaye kwa neema ya Mungu. So it is by grace. It is by grace of God that I am what I am like now. Asante. Mnaweza mchukua tu mpeleka ofisini tuombe pamoja na yeye. Ni mapenzi ya Mungu kwamba tuweze kufanya kazi ya Mungu. Na tufanye bila uoga. Tufanye bila wasiwasi. Kwa sababu Mungu mwenyewe ametuitia hiyo neema. Ni nani ametuitia neema? Ni Mungu. Ni neema. Unajua kazi ya neema? Neema ya Mungu ndio imetufanya wengine wetu tuko hivi. Neema ya Mungu. Si kitu kingine. Unajua neema ni upendeleo usiostahili.
unahitaji neema mpendwa. Na kaiyeu empiris olonyorri. Ndio Paulo akasema, Na inabereja Paulo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na nabereja ore empiris enkai atotiwo enatiu tanakata. Yeah, by the grace of God I am what I am. Ore empiris enkai atotiwo ene enatiu And tanakata. his grace toward me was not in vain. Ore empiris enye nemene pesho. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen. Neema ya Mungu. Empiris enkai. Neema ya Mungu. Empiris enkai. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Sisi Bwana. Yesu kanisa. Tumshangilie Bwana wa majeshi. Marashika leo enkai sidaini. Neema inaweza fanya mtu imtoe mtu kwa mahali ambapo angefikiria ameisha. Ore empiris enkai na kede maitau oltung'ani otigile tau. Mahali walifikiria kwamba siligi. hakuna matumaini tena. Tine nerejo iti mambo yameisha. Iti ngomba. Neema inakupatia. Ore empiris na kilornege mbele Kenya. Inakutengezea njia. Negi ntobela kiongozi. Nasema hiyo neema ikutengenezea njia. Ikupatie ushindi. Negi nchengi solata. Ikupatie kibali. Negi nchomo. Milango ifunguke. Nebolo milangoni. Ijawahi funguka. Neno shindwa elonge bolo. Hautang'ang'ana katika maisha. Ukiwa na Yesu. Yesu akiwa upande wetu. Sasa tumefika nusu ya mwaka. Na tumepakisha nusu nyingine. Naomba hiyo neema ikupeleke katika jina la Yesu. Uvuke nayo. Upate kibali kwa kazi yako, kwa maisha yako, kwa biashara yako. Bwana akupatie neema ya kufanya kazi. Hata katika huduma. Kujituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua hii wiki tunaenda kupenya kidogo. Tumeenda mpaka mwisho kule inaitwa Kilunyeti. Kebu mpaka mpaka mwisho. Nebo mpaka mwisho wale Kilunyeti. Tumekutana juzi na ndovu. Wala pale leo rumorera kanjaoni. Kweli kumbe hii kazi ya Mungu ni nzuri. Nejo wale ranya na sia yanga ina gesi. Tukipiga kona ndio hawa. Wala kebeke joke mana nege nabo. Hakuna kureverse. Megole rasi shuko sia. Kwenda mbele. Na pilla ke dokoya. Tunapita tukienda. Neki giro kibucho. Kama si neema ya Mungu. Tenemembiri sankai. Ambayo tunatusaidia kupita katika hayawani. Neto yoma imane ne wejitin. Si rahisi. Amo melelek. Ni neema ya Mungu. Na Paulo akasema katika mstari huo mwingine. Nejo Paulo tilo serata. Wa 11. Tilo saleto mbogo. Nimefanya kazi. Nejo arase sia. Nimefanya kazi. Basi kama ni mimi au kama ni wao, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mlivyoamini. Amen. Anazungumzia juu ya kupeleka injili. Egira emake erotorori. Nasema nimefanya kazi. Arase sia. Nimepita wote. Arogiro yopoke. Na kweli Paulo alifanya. Na kesiba jarasa. A half of the New Testament. Ore nusu a New Testament. Iliandikwa na Paulo. Na Paulo apoigero. Ameandika na mkono yake. Ni gerni nyarenga inenye. Sio ni neema. Emembiri sina. Kwa kufungwa. Neni. Mikono. Neni kaiki. Viboko. Niari. Siku nyingine amepigwa mawe mpaka wakasema amekufa. Ore lakakia kuniari roso iroge mereji ba etwa. Lakini akateremshwa polepole. Ni kage niro kiniaka irado. Siku nyingine anateremshwa kwa ukuta. Ore lakakia kunesola rire sundai. Anawekwa kwa kikapu. Nebo yawe kan kikapu. Hii vikapu tu mama wanashona. Na kikapu niaka na ndasaria ari. Akaingiza ndani wakafunga kamba. Ne rado yuri. Enjom. Neji shomo. Kakimbia. Neji shomo nekweralo. Na hapa ndani wamesema leo hawezi pona. Leo tunamtoa tu hapa ndani tumwone. Na kinta yutara getene am meishu. Kwa hivyo kwa neema ya Mungu. Ne worere mbiri sankai. Ametufanya jinsi tulivyo leo. Na itayoge nekitu. Mungu anakuhitaji. Kiye uyale toriani. Mungu anakutamani. Kingwa hera yale toriani. Mungu anakuhitaji sana. Kiye uyale toriani. Na Mungu akitumana hawezi kukuachilia. Teniri wale toriani nene kende marumwiki. Nataka tuangalie kidogo juu ya maisha ya mtumishi mmoja anaitwa Yona. Maingora sida yengishu ya Yona. Yona wale Yona aliitwa na Mungu. Nipo rabani nyole toriani. Akapewa ujumbe. Nisho ndio kilikuwa. Ambia enda Nineva. Shomo ye Nineva. Na upeleke injili. Nia elerori. Maana uovu wa wao watu umefika kwangu. Amore ntohoni ya lorongana arabaikia. Kisoma katika Yona. Tena buku Yona. The book of Jonah chapter number 1. Jonah matu ya dokoya. Tusome verse 1. Osirala le dokoya. Mpaka 3. Mpaka liokuni. Tunaona huyu mtumishi anaitwa Yona. Wale Elijah yeneje Yona. Ameitwa na Mungu.
iporo ninye na olaitoriani ametumwa. nerewayioki Hebu tuone alienda ama hakuenda. na maing'uraki enaa keshomo enaa kitu elo Ni nini ilimtendekea? kanyo apa natasakine Je, Mungu alibadilika kama kibelekenya Ngai ama ni Jona alibadilika? enaa Yona Kwa sababu oibelekenya hatimaye alienda tu vile Mungu alisema. amu ora kete oloiting'i eewuo ake ale Mungu nena najo duo Enkai akikutaka kukutumikia hata ukipiga kona teneyieu Enkai nekiasishore are niwosh inkonai utatumika. lazima ake pekiasishoreki. Amen. Tusome Amen. pamoja. Tarudi kidogo pale. Haya, tusome pamoja. Maisoma tenebo. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarishishi. Tuanzie mstari wa kwanza. Osirara le dukuya. Tusome pamoja, kanisa la Bwana. Basi neno la Bwana lilimujia mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, muji ule mkubwa, ukapike kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Haleluya. Hebu tusikie sasa vituko ya wanadamu. Maing'urara ado kiasin oltung'anak. Yona ametumwa na Mungu. Erewayie ninye Yona olaitoriani. Biblia inasema neno limetoka kwa nani? Nejo isirar kang'ai ing'ororei. Neno limetoka kwa Kang'ai Mungu. ing'ororei Enkai. Akamwambia Jona, nejoki Yona ondoka impang'ayie uende shomo katika muji wa Ninawi. shomo inaanase Ninawi. It was with a lot of clarity. Amu eeta nche endorroni sapuk. Aliambiwa vizuri wasiwasi. Netolikioki aitobiraki. Sisi kama tunaweza rudi hapo kidogo ndio tukija hii ya tatu. Bwana alimwambiaje Yona? Kaje dia olaitoriani Yona. Arise, go to Nineveh, Inyoyie shomo Ninawi. that great city, Inaanasa sapuk. and do what? Na kanyilas Cry. shomo Cry out. nyolto ilo. Hallelujah. Amen. Mungu amemwambia enda lilia muji, Nejoki shomo yencheraki naanasa. for their wickedness has come up to Ore before me. ndorroni enye naarabaikia nanu. That's what God said. Na ina erejo ninye olaitoriani. He had sent him Na erewayie ninye. with a lot of clarity. Ne erewayie ninye The tombaa naawang'. message was simple and clear. Ore orkilikwai naa kewang' naa dorrop. Arise and go. Nyoo iyie shomo. Where? Na ajilo Nineveh. Ninawi. Amen. Amen. Now, what did Jonah do? Kanyo nyarasa Jona. Verse 3. Osirara Saa liokuni. zingine kuondoka haimaanishi unaenda mahali Mungu amesema. Na tenimpang'iyie metodolu ajo ishome ewuei netejo Kuna watu olaitoriani. wengi wameitwa lakini hawako mahali ambapo Mungu amesema. Na etii iltung'anak kumok oipotoki kake itu epuo ewuei nishaakino Wameitwa na Mungu, wameondoka, wameingia, wamelipa fare, Nipo- lakini hawafanyi mapenzi ya Mungu. nipoto olaitoriani nipang'a kake itu epuo aas iyieunat Enkai. Wamechukua barabara yao wenyewe. Eshomoita ninche nkoitoi enye maate. Wameenda kufanya kazi, bora kazi. Neshomoita ninche apuo aas ake duo esiai. Mungu hajasema ufanye chochote, bora umefanya. Na itu ejo leo tenias ake duo mbaa pookin Anataka itaasa. ufanye yale ametaka. Kake lazima pias ina natejo ninye. Hebu tuone huyu ndugu. Maing'ura sinda ilalashe. Na huyu sio mtu Mkristo mchanga. Ore ele tung'ani neme ole Kristo kiti. This is a seasoned prophet, Na oloiboni apele. the servant of God. Na olaisiayiani lenkai. God did not anoint just any other people. Nemebukoki apa Enkai eilata oltung'ani He ake duo called him leosiai. for a purpose. Kake kegelu tenkipirta. But look, Kake ng'ura. Jonah anafanya namna gani? Kanyio etaasa ninye Verse Yona. 3 tusome pamoja. Lakini Jonah akaondoka akimbilie wapi? Tashishi. Mungu amemtuma huko. Kinale riwayioki. Nilikuwa nasoma mahali nasema flee. Yeah, let's see New King James Version. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Amen. Najua hapo ndo wengi wetu wako leo. Leo naomba Mungu Mungu akurejeshe mwito wako leo. Ekitushukoki Enkai enkipororo ino taata. Hallelujah. Amen. Kuna watu tu Mungu amewanenea. Etii Tumikie Mungu. iltung'anak oipoto olaitoriani. Enta esiai Enkai. Nitumikie. Mungu anakuita. Esiai yake.
unapiga kona. Niwo hiyo ngona inono. Uko na a lot of excuses. Niara ye ngeborera kumoko. Today I want to remind you. Kagira nyanya ngenda damotata. Fanya yale Mungu ametaka. Tasa ina na yuni nyankai. Tusome tumalizie tuone. Maisoma maida bagabe. Unajua kuna shida ya kujitengenezea. Eti enyamaleni yake alungani kewon. Shida hii ni hahaha. Ore rena na akeji ahaha. Ahaha. Mungu anakutuma Nineva unaenda Tarshish. Kigirwa yankai ni nawi nilo ya Tarshishi. Haya. Tusome pamoja. Maisoma renebo. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshish, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hadi Yafa. Akaona merikebu inayokwenda wapi? Tarshish. Basi akafanya nini? Akalipa nauli. Kumbe alikuwa anaweka pesa yake ya kutoroka Mungu. Akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshish, ajiepushe na uso wa nani? Wa Bwana. Bwana ya capital letters. Bwana ya capital letters inamaanisha Mungu Baba. The Lord himself, Yahweh. I like this. Unajua zingine Mungu anaona vituko sana kwa watu. Oroshi ankaina gaina dole mbana olo le dole ngana lenyana. Na wewe shindana na Mungu. Nemende ma ishindana na ankaina. Hata nikujeka anacheka. Ore ni nyana kege ngorha kedona gerona nekweni. Kuna kitu Mungu alituma. Na eti endogene hiwala itoriani. Verse 4 inasemaje? Osera leo keja. Nataka an active class. Keyura alona active. Najua ni nyinyi mko active. Tusome pamoja. Maisoma renebo. Nani alituma upepo? Ni shetani. Kanga naihiwa lo kotati kolo chirua? Nani alituma? Kanga naihiwa. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Unajua yeye alikuwa anatoroka. Akasema niko na pesa yangu. Bwana niko na pesa yangu. Nineva siendi ngo. Maloni nawe. Siendi. Malobi. Niko na nauli yangu. Amagara ticket. Mimi nitajipea shughuli. Nitaenda Tarshish. Nalo Tarshish. Akaenda akapata gari ndio hizi. Nelo nini hapo? Mnaenda wapi? Ndio ni kaile hilo. Tarshish ingia Tarshish. Ndio Tarshish. Haya basi ngapi? Ndio hii. Ndio kembesa yeye. Wameenda wakifika kwa bahari. Anaona kosa. Siendi malonanu. Ndio malopi. Malopi. Hai. Nimekataa. Aranya malobi. Haya. Ni Tarshish niende nijifiche. Na kala isudori. Alipoenda kufika katikati ya bahari. Waraga pelo baba ya katikati anaposa. Mungu, unajua Mungu ana uwezo wa kila kitu. Wale enkai na gere kete mara roba hapo. Kitu cha dunia kina masikio kinasikia sauti. Wale mba ndogere poke nyankop na garankia na ningishori. Umesikia masikio? Toningo inkia. Upepo imetumwa. Iriwage osiwo. Akasema endeni. Chafua safari. Na Bwana alipotuma tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu kuvunjika. Haya, watu wakasema ni nini? Ni nani ambaye ako hapa ni mbaya? Hiyo story nitakatisha kidogo hapo. Ni nani huyu? Pika kura. Kura ikamwangukia nani? Jona. Kamuuliza wewe ni nani? Unafanya kazi gani? Mimi ni Jona. Ni mtumishi wa Mungu. Tufanye sasa anje. Munichukueni, munifunge, munitupe kwa maji. Na Biblia inasema Mungu akatuma samaki. Alituma mambo mangapi? Ya kwanza, upepo. Ikaleta shida. Safari yaendeki. Wakamtupa. Safari ikaendelea. Lakini Bwana ametuma samaki. Ikamumesa. Na Biblia inasema katika mlango wa pili. Mlango wa pili. Na Mungu akanena na samaki. Nele enkayi rorie osingiri. Samaki ikampeleka. Nedomo ninyo osingiri.
na huyu mtumishi akaomba. neomon ninye le esiayiani lenkai. Verse 17 nafikiri inazungumzia kwamba Mungu alimtuma nejo ilo sirara le tomon samaki opishana akamtema nje. nirriwa enkai ilo singirri mehoma anotu. Na Yona akaomba kwa tumbo ya samaki. Neomon ninye Yona tiatua enkosheke osingirri Siku 3 ingolong'i uni usiku na mchana. kewarie dama Akamulilia Mungu. nishiraki enkai enye. Amen. Amen. Akamulilia Mungu. Nishiraki enkai enye. Turudi tu hapo katika verse chapter 2. Ematwa yare. Unaona akaomba siku ngapi? Neomon ninye ingolong'i aja uni. Hallelujah. Amen. Akamsihi Mungu. Neomon enkai enye. Haya. Mungu akamtema tena kwa Niroki enkai airriwa osingirri mehoma anotu te kona toyio. Napenda chapter 3 verse 1. Ematwa uni osirara le dukuya. Turudi hapo sasa, hapo tuone. Mungu anasema tena, anamtuma. Niroki enkai airriwa. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya ngapi? Ya pili kusema. Niroki erore le enkai tenkata yare alotu Did the nejo. message change? Kibelekenya orkilikuai. God does not change. Mibelekenya ninye enkai ang. He's firm. Na kitashi. Akisema amesema. Nare nejo nerejo. Hebu tusikie vile Bwana amemwambia. Maro ningenaria kola itoriani. Ondoka. Impang'ayie. Uende wapi? Shomaji. Ninawi. Muji ule mkubwa. Inana sasa po. Ukaihubiri habari niliyokuamuru. Shomoro likio ile lororei laira napaye. Hallelujah. Amen. Hii alikuwa na option nyingine. Kiara dua igelunoto tene. Ni kuenda. Na pilake. But alihubiri maneno machache sana. Kage erolikio yorore idorropu oleng. Maneno 6. Irore ilake. Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Amen. Verse 3. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno. Ukubwa wake ni mwendo wa siku 3. Haya. Mstari wa 4 akaleta injili sasa. Mungu, nakumbuka chapter 1 Bwana alikuwa amemwambia go and cry, enda ulie, enda peleka ujumbe. Sasa hapa ndio hapo mali amefikia sasa. Repetition. Repeat class. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1. Akapaza sauti yake, akasema maneno 6 nafikiri. Neno la kwanza, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Amen. Akafunga mdomo, akafunga Biblia. Wewe ni mtumishi wa baraka sana. Wapendwa, nataka nikutie moyo siku ya leo ya kwamba Mungu anakuhitaji katika huduma yake. Ile mwito ambayo Bwana ametuitia ni muhimu sana. Na Biblia inasema mji ukatubu, watu wakakataa dhambi, mfalme akashuka, akatoa nguo za kifahari, wakavaa nguo za gunia na wakanyenyekea. Na mfalme akatoa amri, kuanzia leo wanyama wote na wamama na watoto, watu wote tusile chakula kwa siku 3, usiku na mchana. Tuvae nguo za gunia na kujivika machifu, na hichi Bwana atasikia na tuhurumie. Na hivyo ndio Mungu alifanya. Nasema Mungu akupatie neema ya ajabu ya mwito wako. Maana Mungu ana mpango mzuri kwa maisha ya kila mmoja wetu. Hallelujah. Amen. Taka nimalizie hapa nikisema katika Ephesians chapter number 4 verses 17 and 18. Nitakuwa namalizia pale.
It is natural. It is more natural to live the life of an unbeliever than to serve God. Saa zingine ni rahisi sana kuishi maisha ya kutokuwa muamini. Keleleko lende nila big tengishui nemiruko laitoriani. Lakini wengi wanaona kumtumikia Mungu ni ngumu. Kage edoli kumoga jwale nkisiaya renkai na kegol. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waenendavyo katika upatili wa nia zao. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Na neno la Bwana libarikiwe. Amen. Ni neema ya Mungu sisi kupata kibali. Empiris enkaye girumi yoko. Na sijui ni mambo gani unapitia katika maisha. Nemeki yola da kwa ba ngira ya imare ngishu. Saa zingine unapitia mambo magumu mpaka unashindwa nitafanya nini. Yani mamba na kole mera ila yua jokanyes. Nitamkimbilia nani? Lela yua jokanga ikweteke. Nimeshika wokovu lakini mambo ni magumu. Na kaibo ngengi endeuno toka ke kole mba. Nimekuwa naamini Mungu lakini mambo ni magumu. Aigelo sisi ligi ankai kage kole Leo mba. tunataka kukutia moyo. Kage kiyura rale ngenda kole. Amini Mungu tu. Iru kage yankai no. Amini Mungu tu. Iru kage yankai no. Mungu habadiliki. Wale yankai ne mebelegenya. Hali zinaweza badilika. Eleleke belegenya. Watu wanaweza badilika. Eleleke belegenya Lakini rongana. kunaye mmoja Kage etiopo. habadiliki. Na mibelegenya. Anakujua. Na kege Biblia yono. anasema nimekuandika katika mikono yangu. Anajua kuondoka kwako, kukaa kwako, kula kwako, kunywa kwako. Anajua kila kitu. Inawezekana leo mambo ni magumu, kesho itakuwa rahisi. Inawezekana njia zimefungwa, kesho itakuwa nyepesi. Amini Mungu tu. Haibishi yeye. Yeye ni mwaminifu, mtetezi wa wanyonge, msaada wetu ulio karibu. Nasema Bwana akufungulie njia hata mahali ambapo imekaa ngumu. Bwana afungue njia, akupatie neema, akupatie kibali, ukubalike. Mahali utatembea ukubalike. Njia za Bwana si ngumu. Yeye ni mwaminifu, ni mtetezi, ni muweza. Bwana anainua wanyonge kutoka katika mavumbi, anawaketisha na wakuu. Nasema Bwana akutengenezee njia. Mahali hakuna njia, atengeneze njia. Atengeneze njia. Wanadamu wanaweza kuwa wamezipa njia zako, wamesema huyu hata penya, hata faulu. Bwana atengeneze. Pesa ikutafute, baraka ikutafute, kazi ikutafute, biashara ikutafute, akutengeneze. Tembea tu katika njia yako. Usijichanganye. Usijichanganye. Maana anatuangalia. Nasoma neno linanitia moyo. Mungu anafuatilia kila mmoja wetu. Akiwa mbinguni, njia yako haitapotea. Njia yako haitapotea. God is making a way for you. He's very faithful. He has good plans for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope. Hallelujah. Amen. To give you a future. Vitu ambavyo inaonekana hii ni ya muda tu. Unajua wanaweza kuona vile unateseka sasa hivi wakasema huyu ni kwisha. Kesho yako ni ya kupendeza. Kesho yako inatangaza utukufu wa Bwana. Watoto wako watapenya. Mtazame Bwana. Wale wamemtumikia Bwana hawajaaibishwa, na Mungu hataanza kukuaibisha leo. Natangaza kibali cha Bwana. Unajua kibali saa zingine hata unaweza enda mahali kazi na usifanye interview. Interview hakuna. Unasema ulikuanga wapi hii miaka yote? Kuja ingia kwa raha. Hallelujah. Amen. Naona neema ya Mungu juu ya maisha yako. Naona milango imefunguka ambayo haukuwa unafikiria.
anajibu maombi kewole Enkai enkomono zaidi ya vile tuombavyo. alang enene kiomonu yiok Anajibu maombi, kewal ninye Enkai enkomono anatengeneza njia. nitobir inkoitoi Utapitia hiyo shida kila wakati, milo yaima ina nyamali rishat pookin kuna tumaini. kake etii There osiligi is a light in the tunnel. etii ewang'an God is just about to do a miracle egira Enkai ajo peelo aas in emoni your life. tiatua enkishui ino There is a light. ketii ewang'an. Hallelujah. Amen. Unaona shina likikatwa, Idol iyie olchani edung'i maandiko inasema shina kuna tumaini ejo tena. sirat ketii osiligi It will sprout naa again. kitoki ake abulu Kuna uwezekano watu wamekuvunja, wameongelesha, elelek itigila mesema iltung'anak tau huyu hata penya, huyu neji kwisha. merasa ele Watashangaa ukienda juu. kake ing'asia Na ninche naona Bwana akikutetea, nepuo nche akikupeleka kwa baraka zako, akikupeleka kwa neema yake, kwa kibali chako, mahali alikutengezea, anatengeneza njia kwa ajili yako. tenkaraki iyie Hautalia siku nilo zote, iyie aishori ngoloto maana pookin kuna mpango mzuri. amu ketii mbarakino sidai Mtetezi wako anaishi. amu kegira Najua olang'oroni lala mtetezi wako anaishi. naa kishu olang'oroni Najua lino mtetezi wangu anaishi. egira olang'oroni lino aing'or Mwimbaji ishu mmoja aliimba akasema, nerany olaranyani obo nejo najua kayiolo mtetezi wangu anaishi. Najua mtetezi wangu anaishi. Hata kama watu wamesimama wamefanya mkutano, aretaasa iltung'anak intumoritin they have sealed they have said it is done. neshomoita ajo iting'o Imeisha. Huyu tumemmaliza. kindip ele Watashangaa. naa keng'asia ninche Shadrach, Meshach na ore Abednego Shadraka Meshach o Abednego walishitakiwa mbele ya mfalme eshomoki apa isitae tedukuya kwamba orkingi wanaomba, ore egira aomon wanapigia watu makelele, negirai aoshoki iltung'anak ororei moto ikatayarishwa, nepuoi aarreren enkima wakasema wawekwe ndani, neji entipik atua wakitupwa ndani, ore peenang'ari atua wakaona mtu wa nne ako nedol ndani, oltung'ani liong'uan teine jina lake Yesu ore enkarna enye naa Yesu anaonekana ndani ya moto. nedoli tiatua ina kima Nasema uchapopita katika moto, ore tuingira aimaa iyie hautaungua. megilo ina kima Uchapopita katika maji mengi, are niimari enkariak sapukin hautafurikishwa na maji. nekipuoi nena ariak Mungu apuaya anatengeneza amu njia, kitobir Enkai enkoitoi akutengenezee njia. Ake kila aitobiraki Mwaka huu wa enkoitoi. 2026 akutengenezee njia. Ake Enkai enkoitoi. Haleluya! Amen. Tumshangilie Bwana wa majeshi. Matosho ole ole Tusimame juu ya miguu yetu, maitashito tonkejek tusimame juu ya miguu yetu, maitashito tonkejek tuitishe praise and worship team. praise and worship peeponu dukuya Tembea na Bwana, shomo tenebo ilaitoriani yeye ni muweza, amu akaidimani ninye yeye ni mtetezi. naa keking'oroo Hautakufa, milo yae utaishi kailo yabik kutangaza ukuu wa Bwana, nilala alimu kutangaza matendo yake nila alimu makuu, nkiasino ilaitoriani kutangaza kibali chake, nila alimu omomenye maana yeye ni mwaminifu. amu kaasipani ninye Bwana, tunakupa heshima na mamlaka ni zako Yesu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana wa mabwana. Wastahili heshima na utukufu Bwana. Tunakuinua Yesu. Tunakuinua wewe, hakuna mwingine. Tunakuinua wewe, tunakuinua Yesu, tunakuinua wewe, hakuna mwingine. Tunakuinua, tunakuinua, tunakuinua Yesu, tunakuinua wewe,
tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, wewe peke yako, hakuna mwingine. tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, tunakupa sifa wewe, tunakupa sifa wewe, Hakuna mwingine. Yesu. Nakupa sifa wewe, Tunakupa sifa wewe, nakupa sifa Yesu, tunakupa sifa wewe, nakupa sifa wewe. wewe peke yako, Hakuna mwingine. Nakupa sifa wewe, tunakupa sifa wewe, nakupa sifa Yesu, tunakupa sifa wewe, nakupa sifa wewe. Hakuna mwingine. Tunakupa sifa wewe, tunakupa sifa wewe. nakupa sifa Yesu, Asante Bwana, asante. nakupa sifa Asante wewe. Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Bwana. Fungua moyo wako, tumulilie Bwana. Anakuhitaji. Mantara rintara. Rekara mantaria rintara. Reka mantarira rintara rekara.